Kama ulivyosema, lengo lilikuwa hilo la dua, lakini lengo likitimia, faraja huwa haikosekani. Kwa najisikia furaha, najisikia amani, najisikia upendo. Tumepata dua ambayo kimsingi imetufanya tuwe wepesi, tuwe na furaha, tuwe na amani, tuwe na mshikamano. Kama ulivyoona, watu wamekutana wengi, wengine hawakuwahi kukutana muda mrefu, lakini dua hii imereunite watu, imeleta watu pamoja, tumekula, tumeshiba, tumeenjoy. Kwa hiyo kimsingi malengo ya dua yenyewe yametimia 100%. Hiyo ndo faraja yetu. Ndiyo. Naam. Pengine sasa kitu gani ambacho unacho cha kusema? Manake kama wewe mwenyekiti wa chama cha mkoa huu wa Ubungo, wilaya ya Ubungo kwa maana ya Ufa, kitu gani ambacho unawaambia sasa, message yako kwa wana Ubungo wote, kwa wapenda mpira wote? Kwa siku ya leo, kwa maana baada ya shughuli ya dua, kikubwa ni shukrani tu. Ndugu zangu hawajawahi kuniacha, ndugu zangu ambao nimewaalika tumekuwa nao. Nawashukuru sana 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 viongozi wa TFF, viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, lakini bila kusahau ndugu zangu wanahabari. Mimi sijawahi kuwa na jambo langu nikahitaji wanahabari likafeli. Kwa hiyo nawashukuru sana 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 wanahabari. Najua jua kali, hali mbaya, mafoleni, distance ni kubwa, lakini kwa namna yoyote huwa mnajitahidi, mnafika, mnatufikia. Sisi kwa kifupi hatuwezi kufanya jambo lolote likafanikiwa katika capacity ama visibility ambayo inahitajika bila ya platform ya media. Kwa hiyo may God bless you guys. Mmetushika mkono na mnaendelea kutushika mkono. Kwa hiyo kubwa zaidi ni shukrani, lakini pia viongozi wenzangu wa Ufa, viongozi wa vilabu, viongozi wa mitaa, viongozi wa kata kwa maana madiwani, watu wengi walikuwepo. Kwa kikubwa na washukuru sana sana sana. Naam. Swali hili kama nisikokuuliza maana yake nitakuwa na wakosea wapenda mpira, wadau wa michezo. Wewe ni mmoja kati ya mtu mwenye experience, umetembea duniani, umeweza kujifunza vitu vingi sana. Kwa niaba ya watu wengi wanaopenda mpira na mimi mwenyewe binafsi, ningetamani kufahamu kwenye vision zako kuhusiana na vijana, au manake bila shaka kwenye kitengo chako ndio utakuwa unahusika nao zaidi kwa maana huku mtaani na nini. Kwa maana ya vijana, tutarajie nini sasa kutoka kwako kwenye eneo hilo tu la soka la vijana wilaya ya Ubungo? Yes, mimi kabla ya siku ya leo ya dua, baada ya wiki kama 2 hivi baada ya kuchaguliwa, kitu cha kwanza niliteua kamati za haki na kamati za kazi, kwa maana zile za daily operations, kwa maana ya kamati ya ligi na mashindano, kamati ya fedha, kamati ya ufundi, vijana na maendeleo ya wanawake. Kamati hii ya ligi na kamati ya ufundi ya vijana na maendeleo ya wanawake ndiyo kamati mama ambayo sisi tumeidefine kama ndiyo kamati ambayo tutakuwa tunaipa priority ya kwanza, kwa maana kipaumbele namba 1. Umeona Na project ambazo nimewaeleza, nendeni mka strategy, kwa sababu wale ni wataalamu pale. Tuna wachezaji wa zamani, tuna makocha, tuna ambao ni viongozi wa vyama tofauti tofauti wamekutana. Wakina mama pia tunao ambao wengine wamecheza mpaka ligi kuu, wengine wanafundisha ligi kuu mpaka Edna Lema. Huyu kocha wa Yanga Princess yupo kwenye ile kamati. Lengo ni kupata watu ambao wana experience, watu ni competent, watu ambao wana vision ambayo sisi tuliichagua, sisi tuliwaeleza. Kwa hiyo project ambazo zitaanza Ufa au ambazo ziko kwenye mkakati, ziko kwenye pipeline ni za vijana na wanawake, lakini wanawake ambao pia ni vijana.
Kwa hiyo hii itakwenda kwenye overall ya vijana mashuleni, vijana mitaani, vijana ambao kimsingi tayari tunao kwenye ligi yetu. Sisi watu wa mpira tunaposema vijana, kwa sababu sisi wenyewe ni vijana, lakini sisi watu wa mpira tunaposema vijana manake tuna concentrate zaidi kwenye umri. The upcomings, umeona kwa maana ya youth development, kwa maana ya academies, kwa maana ya wale ambao wana talent lakini wako mashuleni, wale wote tunakwenda kuwa develop. Kwa hiyo kwenye swala la vijana, maendeleo ya vijana na wanawake, hiyo sisi kwetu ni kipaumbele namba 1. Naam. Kushukuru sana chairman. Asante sana.